Leo tumekutana na wadau mbalimbali, wadau wa ndani, maafisa forodha, lakini pia na wadau wa nje ambao ni mawakala wa forodha, lakini pia na jumuiya ya wafanyabiashara hapa Tunduma. Katika mafunzo haya tumeweza kuelezea sheria mbalimbali zilizofanywa maboresho, lakini kikubwa zaidi ni msisitizo wa kuendelea kufuata taratibu za forodha. Na taratibu hizo ni kupita kwenye malango rasmi ya forodha, na tumeweza kueleza pia kuna baadhi ya bidhaa ambazo zimeshuka kwenye utozaji wake, hususan bidhaa ya kitenge. Kitenge hapo awali kilikuwa kikitozwa kiwango cha 50% wakati kikiingia hapa nchini, lakini serikali kwa ajili ya kuwezesha biashara na wafanyabiashara wa vitenge imeweza kupunguza kiwango hicho, na kwa mwaka huu wa fedha mwaka 2026/27 bidhaa ya kitenge itatozwa kiwango cha 35%. Hivyo tumewaelewesha wafanyabiashara lakini pia na mawakala wa forodha kuendelea kutumia malango rasmi ya forodha na kuweza kufanya declaration zao kupitia maeneo rasmi ya forodha. Lakini pia kikubwa tumeweza kuwajulisha kwamba ili kusudi kuweza kuondoa huu msongamano hapa kwenye kituo hiki cha Tunduma, hususan kwenye ile mizigo inayoingia nchini, wafanyabiashara na mawakala wa forodha wana uwezo wa kuweza kuweka kadhia zao, kuweza kufanya declaration zao kwenye system kabla hata mizigo yao haijaweza kuingia hapa nchini, ili kusudi mizigo hiyo ikiweza kuingia hapa nchini iweze kukaguliwa na kuweza kuendelea na safari. Hivyo wanaweza wakafanya pia live declaration, wakaweza wakalipia kodi zao stahiki kabla hata mzigo wao hujaweza kufika hapa Tunduma. Hivyo tunaendelea kuwaasa na kuwaeleza wafanyabiashara kutumia utaratibu huu wa kiforodha ambao utakuwa unarahisisha kabisa ufanyaji biashara hapa mpakani.